Bwana binti huyu anafanya mapenzi na mtu mzima kila wakati, lakini binti huyu sio kwamba yuko single. Yeye ana mpenzi wake ambaye lika wako pamoja, lakini anafanya mapenzi na mtu mzima. Twende pamoja tuweze kujua kwa nini anafanya mapenzi na mtu mzima, ingawaje ana mchumba ambaye wanafanana umri kabisa. Binti huyu anaitwa Mila na mpenzi wake anaitwa Isco. Leo wakiwa baharini kwenye shughuli zao za kawaida, Isco akatamani kuzaga mwana kidogo na mpenzi wake Mila, lakini Mila akamwambia hapana, penzi langu leo hutoliona mpaka pale utakaponioa. Basi mwamba kaona isiwe kesi. Basi walipokuwa wakirudi nyumbani, ghafla wakakutana na kundi kubwa, kundi la waandamanaji. Lakini katika hilo kundi, mmoja wa waandamanaji alikuwa ni baba yake na Mila. Lakini siku hiyo baba yake Mila alipata ugonjwa wa ghafla akiwa katikati ya maandamano. Basi Mila akampeleka nyumbani. Lakini kwa ugonjwa huo aliopata baba yake na Mila, yanatakiwa matibabu, na matibabu ni pesa. Lakini wakati huo Mila hana pesa yoyote. Basi Isco alichokifanya akamfariji Mila na kumwambia, nitajitahidi kukusaidia baba yako anapona. Mila akaamua kwenda kwenye ofisi za serikali ili kuweza kujua mpango wa kusitishwa kubomolewa nyumba zao umefikia wapi. Lakini alipokuwa anatoka kwenye ile ofisi, captain mkuu au kiongozi mkuu wa ile operation akamuita Mila ofisini kwake na kuanza kuongea naye. Basi Mila akamwambia, nitaka kujua ule mpango wa kusitisha kubomolewa nyumba zetu umefikia wapi. Basi kiongozi alipomjibu, Mila akamwambia tena, kiongozi, samahani kama hutojali, mimi nina uhitaji wa fedha. Baba yangu ni mgonjwa, anatakiwa fedha za matibabu. Basi yule kiongozi hakusita, alichokifanya akampatia Mila kazi kwenye ofisi yake. Kwa maana hiyo Mila ameshakuwa mtumishi katika ofisi ya serikali. Mila kupata kazi kwenye ofisi za serikali imekuwa ni shangwe kwa mume wake, lakini pia imekuwa ni shangwe kwa baba yake, kwani wanaamini kupitia hiyo kazi itapunguza gharama za matibabu. Siku ya kwanza Mila anapelekwa kazini na mpenzi wake mpaka mlango wa ofisini, lakini akiwa kazini bosi wake akawa anamtazama kwa jicho la mahaba. Tuwe makini sana na hii misaada ambayo tunaipewa, tukijua tunasaidiwa, kumbe tunaenda kujiangamiza sisi wenyewe. Na Ana alipokuwa akirudi nyumbani, ilipofika usiku, hali ya baba ikazidi kuwa mbaya zaidi, ikamlazimu aanze kupiga mahesabu mengine tena. Hapa ninamuokoaje baba yangu? Basi ikawa ni siku nyingine tena, ni siku ya happy birthday ya bosi wa Mila. Basi unajua Mila ashakuwa mfanya kazi, kwa hata matukio kama haya anahudhuria pia na yeye. Basi Isco akawa amempeleka mpenzi wake. Basi Mila akiwa yupo mle ndani ya ule ukumbi, bosi wake akafika, akaanza kuzungumza naye kidogo. Basi Mila akampatia zawadi, happy birthday boss, kazawadi kadogodogo tu. Lakini kumbuka bosi anamtamaniki muda mrefu sana Mila. Alichokifanya bosi akaipokea kwa furaha sana ile zawadi, lakini wakaanza kupiga mitungi. Kumbuka Mila sio mzoefu na pombe na bosi ndio mzoefu. Basi bosi akampa pombe Mila, akampa kidogo na kasigara. Baada ya hapo kilichofuata, Mila akajikuta anagawa uloda na anaifurahia kabisa ile hali. Bwana kiukweli kabisa Mila analiwa bila kutongozwa. Na ukumbuke Mila ni mpenzi wa mtu, na akiwa analiwa anagawa uloda, mpenzi wake anapiga simu mara kwa mara, lakini Mila hata hapokei ile simu. Bwana ni huzuni kubwa sana. Na ilipokuwa asubuhi tena, basi Isco alimaindi sana mpenzi wake, mimi napiga simu zangu upokee. Isco alikuwa hajui nini kinaendelea, lakini ukweli ni kwamba Mila alikuwa anazaga mwana. Ilipokuwa siku nyingine tena, Mila akiwa kazini, ghafla akaitwa na bosi wake.
lakini bosi huyu kila anapomwita Mira, jambo ni moja tu, ni kuweza kuzaga mwana. Basi na kweli siku Mira alipoingia kwenye ofisi ya bosi, basi wakaanza kuzaga mwana, lakini cha ajabu, mbona Mira hakatai? Mbona Mira hapingi? Hiyo ni changamoto nyingine. Basi Mira akiwa anarudi nyumbani akakutana na mpenzi wake Isco. Lakini Isco akamuuliza, mbona siku hizi umebadilika sana tangu umeanza kufanya kazi kwenye hiyo ofisi? Shida ni nini? Hawajakaa sawa. Isco akagundua Mira anamcheat. Isco akamwambia, haya ndo malipo yangu. Mimi uliniambia tutazaga mwana pale tu nitakapokuoa. Mbona leo unazaga mwana na mshikaji mwingine kabisa? Mimi nimekukosea kitu gani? Siku nyingine tena Mira akiwa kazini akaitwa ofisini kwa bosi. Na alipofika ofisini kwa bosi, basi bosi akahitaji kumpa nangula. Wakaanza kuzaga mwana, lakini leo ikawa tofauti kidogo. Baada ya wote kuzaga mwana, bosi akamwambia, sikuhitaji ofisini kwangu, ya kupasa uondoke kabisa na kazini nisikuone tena. Maskini ya Mungu, Mira alipokuwa anagawa uloda, alijua bosi ataahirisha mpango wa kuvunja nyumba. Kumbuka, anaisimamia mpango wa kuvunja nyumba kule nyumbani kwao ni huyu bosi ambaye anamzagamua kila siku. Mira alipokuwa nyumbani usiku wa manane, anajigundua kana kwamba ni mjamzito. Aliporudi ofisini kwa bosi kesho yake, bosi akamwambia, mimi hiyo mimba sio ya kwangu. Ana akamwambia, sijawahi kulala na mtu yoyote zaidi yako. Bosi akasema, umekosea njia. Basi Mira aliporudi nyumbani, kwani alikuwa ni mpweke sana, hana chochote cha kufanya, ikabidi amtafute mpenzi wake Isco na kuweza kumwomba msamaha. Na kama mnavyojua bwana, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Basi Mira akamwambia Isco, niko tayari kukupatia chochote kile, naomba unisamehe, mimi nimekosea, yote ilikuwa ni kwa sababu ya harakati za kumkomboa baba yangu. Siku hiyo Mira alizaga mwana na Isco usiku kucha, hata akajikuta ameamkia baharini. Lakini cha ajabu, Mira aliporudi nyumbani akakuta baba yake ameuawa na watu wasiojulikana. Basi moja kwa moja akaondoka mpaka ofisini alikokuwa anafanyia kazi. Kwa uchungu mkubwa sana alipiga kelele, akamweleza rafiki yake Ana kana kwamba baba yangu ameuawa, na kisababishi kikubwa. Kwa upendo mkubwa kabisa, Ana akaamua kumsaidia rafiki yake Mira. Wakapanga mpango na mwisho wa siku wakafanikiwa kumuua Captain kwa kutumia sumu tu. Bwana, na hii ni Benard Cinema. Zipo kali zaidi ya hii, hakikisha umesubscribe. Bwana, goma linaisha, Captain amefariki. Ana anachukua kitengo cha Captain, anamrudisha rafiki yake Mira aliyekuwa anazagamuliwa ovyo ovyo na yule Captain, na maisha yanasonga mbele. Bye bye.